Sikiliza. Ubeta mlogolo yawe kasenehwe. Uzidiza bilahwe. Wanapasi waja kuishambura ale kiza jibiza jiza gemwe. Wigwa. Ena gaile gambele no. Mzee Shija, unaona sasa vijana wanavyoharibu hapa. Hawa watoto wamenifukunywa ili kaburi limeharibika. Na ndio maana mimi nilikwambia tuweke ulinzi kwenye hili kaburi. Maana hapa ndipo mizimu sasa inapotokezea hapa. Inaharibu hiki kijiji. Si unaona mambo yanazidi kubadilika. Utaratibu unaenda tofauti kabisa na makubaliano. Sijui unanielewa Shija? Sawa sawa. Sasa hapa ipo sababu ya kuchagua kiongozi mwingine wa kuziba gepu la huyu mzee Mabula aliyelala hapa. Na kinachotakiwa sasa ni kutekeleza yale makubaliano tuliyokubaliana mimi na wewe kabla huyu mzee akiwa haya anaishi. Nadhani unakumbuka vizuri Shija. Sawa sawa. Nilisema tumue huyu mzee ili mimi nilisi kiti cha wakubwa wa Nandima wa himaya hii. Umenielewa Shija? Nimekuelewa. Hili jambo tulishughulikie haraka sana iwezekanavyo kabla hatujaharibikiwa na jambo lolote. Hebu tazama jiwe alivyoligeuza geuza. Hili kaburi likichanika hapa, mambo yanaharibika. Ni kweli. Sasa mzee kiti, kila atakayevunja sheria ya kijiji hiki na taratibu mojawapo maliza. Shija, ahenaona ohaya lulu. Yani wingia maganiko gano mona aroka nikilaga. Safi. Sasa, kinachotakiwa ni kwenda kulishughulikia hilo jambo haraka sana. Sawa sawa.
Kijiji cha Bupandwa Shiba izalime Mzee Kiti na mwenzi walisema wapo, au nimesikia vibaya? Lakini ndani ya giza njama ziliundwa kuwa mzee. Ila kaka na mambo ya ajabu. Kwa ameona akinipatia hii hela mkononi nitafaidika sana. Na pete tena. Kwa hii pete ni ya nini? Nitaenda kumuuliza huko. Tajua huko mbele. Kiti na mwenzake kwa siri walipanga njama za kuchukua ufalme wa kichawi. Usiku wa giza wakafanya hila mbaya. Mzee Mabula kanguka. Mama, umeamka? Sawa, naona uko na mjukuu wako hapo. Mama, kumekucha. Shikamoo mama. Habari za kuamka mama? Kana umwa hako uwano wangu osada mangwisha. Mangwisha? Ndio nini sasa hicho? Wamesema kuparalyze. Paralyze? Katoto? Mama, haka katoto kanaumwa hivi kumbe? Siku nyingi kanaumwa haka katoto? Kana siku. Kana siku nyingi kanaumwa? Mama, tatizo la huyu mtoto ni dogo. Tatizo la huyu mtoto ni dogo. Katoto? Katoto? Akaongea. Katoto? Katoto? Baba, ninakushukuru kwa kuwa unanisikia mtumishi wako. Siku zote ninapokuita Baba unaitika na unatenda maajabu. Baba unaitika. Kwa jina la Yesu ninafunja roho za kuparalyze. Ninafunja nguvu za giza za kuparalyze. Kwa jina la Yesu, kila ufalme wa giza, kila mamlaka za giza za kichawi za kuparalyze, natangaza uzima, natangaza uzima. Roho ya giza ya ukiziwi na ububu, roho ya giza ya kichawi inayoharibu maisha ya binti huyu, kwa jina la Yesu, roho za kuparalyze mikono ninazivunja kwa jina la Yesu, ninazivunja kwa jina la Yesu. Uchawi na uteketeza kwa moto wa Yesu. Nguvu ya giza, nguvu ya giza, nguvu ya giza kwa jina la Yesu. Haya, asante Yesu, asante Yesu. Inuka, inuka, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Inuka mama, na wewe inuka, na wewe tumshukuru Mungu. Funika macho mama, kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya familia hii. Naomba uilinde familia hii, ule uchawi uliosababisha mtoto huyu akaparalyze, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Baba, uwaponye na kuwaweka huru katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kaka. Kinamiza.
Kisasi cha babu kililia usiku, lakini nguvu ya Mungu ikashinda giza. Wachawi walipanga njama za siri, Mungu akaleta nuru na ushindi.